Hebu tujiulize, je, tunatimiza haki za wenzi wetu? Kama we ni mke, je, unatimiza haki yako kama mke kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Au tunafanya hivyo tu pale wanapotutendea vizuri wale waume zetu? Uislamu unatufundisha nini? Uislamu unatufundisha kwamba kutimiza haki za mwenzi ni ibada. Niwakumbushe aya ya Qur'ani tukufu. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza nini? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na sikuumba majini na watu ili kwa ajili ya kuniabudu. Sisi tumewekwa hapa duniani kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Ibada kuu ni kule kwenda msikitini ama ukiwa nyumbani unasimama mbele ya Mwenyezi Mungu kusema Allahu Akbar, samia Allahu liman hamida mpaka umalize sala, si ndio? Hiyo ndio ibada kubwa. Lakini watu wengi 90% tunasahau ya kuwa kuna ibada zingine ambazo Mwenyezi Mungu ametuwekea. Mojawapo ni nini? Ni ndoa. Kwa hivyo mtoke hapa kujua ya kuwa ndoa ni nini? Ndoa ni ibada. Allah amesema ametuumba kwa ajili ya ibada. Ndoa ni mojawapo ya ibada. Mume anapaswa kumheshimu mke wake kwa sababu ni ibada, na mke anapaswa kumheshimu mume wake kwa sababu ni nini? Ni ibada. Wote wawili wanawajibika kusaidiana katika mambo haya kuhusiana na sala, dua, malezi ya watoto na pia kujenga mazingira mazuri ya takwa kule nyumbani. Kwa hivyo tukirudi, tujenge mazingira yetu kwenye ibada na nini? Na sala, ili ndoa yetu ifanye nini? Idumu. Katika ndoa hakuna anayepaswa kujiona mkubwa kuliko mwenzake. Utaona saa zingine mume ameoa mwanamke ambaye ni tajiri, mume ameoa mwanamke ambaye ni tajiri, mwanamke anajiona yeye ana fahari sana kuliko yule mume. Mume kwa sababu yeye anaenda nje, anatafuta, analeta, anajiona yeye ni fahari. Katika ndoa hakuna anayepaswa kujiona mkubwa kuliko nani? Kuliko mwenzake. Mume ana majukumu yake kama arrijalu qawwamuna ala nisa, na mke naye ana nini? Ana majukumu yake ya kulinda nyumbani. Kila mmoja atahesabiwa mbele ya Mwenyezi Mungu kuhusu namna alivyotekeleza wajibu wake. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ul, yani kila mtu ana kenye umepewa uangalie. Mwenyezi Mungu atakuuliza uliangalia vipi. Mimi ni shekhe, nitaulizwa ushehe wako ulitumia vipi. Wewe ni mke, ulitumia nini yako nyumbani vipi? Kwa hivyo dada zanguni, tuzingatie haya kuanzia siku ya leo. Iwapo kwa bahati mbaya unapitia magumu kule nyumbani kwenye ndoa, kuanzia leo najua utapitia urahisi insha Allah.